Walmaqsudu, na makusudio ya hii aya, atahridu ala linfaqi wa tazhidi fi dunia. Allah anatufundisha ujanja wa kunufaika na mali, anatuhimiza sana kutumia hizi mali na tusizitumie kwa manufaa zaidi ya dunia, tuzitumie kwa kuwekeza kwa manufaa ya akhera. Maana akhera ndiko tunakokwenda, ndo nyumbani kwetu. Hapa tunapita njia tu, kama Mtume alivyomwambia Abdullah ibn Umar, kun fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabili. Ishi hapa duniani, mtindo wako wa maisha uishi kama mtu mgeni vile, kama uko ugenini, au ishi kama hapa uko njiani, we unasafiri kwenu, ushaondoka na unakokwenda hujafika. Ishi kama hivyo, ishi kama hapa ni mgeni, au ishi kama unapita njia. Sasa ukipita njiani hufanyi mambo ya ajabu ukapoteza mali ukafanya hivi, kwa sababu huko unakokwenda utazihitaji. Kama kuna cha kuchuma umo njiani unamopita, chuma, fanya packaging, hifadhi vizuri, uko unakokwenda ukatumie. Usiwe mpuuzi kwamba ufanye uzembe uchume halafu upoteze njiani, unakokwenda vile vitu vilikuwa vinahitajika huendi navyo, na huko kuna manufaa hupati kunufaika nayo. Ndo lengo la Allah. Upo duniani kwa muda na kwa malengo maalum. Nendana na malengo, usije ukaluzi uko mbele ya safari. Kwa hiyo walmaqsudu, makusudio ya agizo la Allah, atahridu ala linfaqi, ni kuwahimiza viumbe wake kwenye mpango mzuri wa matumizi, wa tazhidi fi dunia, na kuipa nyongo dunia. Usifanye mambo kwa malengo ya dunia ambayo leo kesho unaiondoka. Fanya mambo kwa malengo ya akhera ambayo huko ndo kunako uhakika wa maisha yako ya milele yasiyokuwa na mwisho. Walihadha qala ba'dahu, na kwa sababu hiyo ndo maana Allah akasema baada yake, falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Falladhina amanu minkum, wale watakaothibiti baada ya kupimwa, hawa ni waumini wazuri miongoni mwenu, watakaothibitishwa hawa wameamini kweli. Wa anfaqu, na kwenye suala la matumizi wakawa wako vizuri, wakathibitishwa wametumia vyema neema walizomilikishwa, imani yake kwa Mungu wake nzuri, na kwenye amali alikuwa ni mzuri. Na hivi ni vitu vinachunguzwa na halafu vinathibitishwa. Huyu kafaulu kwenye matumizi, na kafaulu kwenye imani, kafaulu kwenye ibada. Falladhina amanu minkum, mupo duniani kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ndo lengo kuu, ibada. Sasa wale watakaokuwa na imani nzuri, ibada akiifanya kafiri, mtu asiye na imani, haiwi ibada, halipwi. Lakini atakayekuwa ni muumini mzuri kati yenu, wa anfaqu, na kwenye matumizi akawa ni mtumiaji mzuri wa neema za Allah, lahum ajrun kabirun, watu kama hawa watapata ujira mkubwa. Yani wanaenda kulipwa vizuri uko mbele ya safari. Kama hutaki kwenda kulipwa, tumia neema za Allah vile unavyotaka wewe, sivyo anavyotaka yeye, halafu uone raha zako zinaisha siku utakapokata roho tu. Na wengine raha zinaisha kabla hajakata roho, mali inamtoka, afya inamtoka, anakuwa mgonjwa miaka mingi kitandani, hana raha yoyote, na akifumba jicho akafa, anakwenda pabaya pia. Kwa hiyo neema humjia mtu kwa kipindi kifupi tu, wachache wanaodumu nazo mpaka wakafa nazo. Sasa wewe ukiipata fursa, itumie kwa ajili ya kuwekeza kwenye manufaa ya kudumu ya kesho. Falladhina amanu minkum wa anfaqu, wale watakaothibiti kuwa ni waumini wazuri miongoni mwenu, na kwenye mali wakawa ni watumiaji wazuri kwa faida, lahum ajrun kabir, hawa wameandaliwa ujira mkubwa. Umemiliki mali, umetumia mali, na unapata thawabu, na inakusaidia mali yako kwenda mahala pazuri kwenye maisha ya milele. Falladhina jama'u baina al-imani was-sadiq, falladhina jama'u baina al-imani as-sadiq
wal infaqi fi sabilillahi, wale waliochanganya sifa mbili hizi pamoja, imani yao kwa Mola wao ilikuwa ya kweli, na halafu matumizi kwenye mali walitumia vizuri kwa faida kwenye njia ya Allah, ibtighaa wajhihi alkarim, kwa kutafuta radhi za Allah mtukufu. Hawa lahum ajrun azimun, hawa wamewekewa malipo makubwa. Umechuma mali ukaitafuta ukaimiliki vizuri kihalali, na kwenye matumizi ukaitumia kwa faida, wewe kwa Allah ukirudi una nafasi kubwa mno, uko mahala pazuri, wewe ndo utakuwa una maisha kesho, maana ushaandaa maisha yako. Lahum ajrun azimun, watapata ujira mkubwa, wa huwa aljannatu, na ujira mkubwa wa akhira ni pepo, utaingia peponi. Qala Abu Suudi, amesema Abu Suudi, ni mmoja katika watu waliotafsiri, wa fil aya, katika aya hii, min almubalaghati ma la yukhfa, kuna mambo ya balagha yanayoeleweka kwa kiwango cha juu kwenye nafsi za mwenye kuamini, kwa kiwango ambacho hakiwezi kusifika. Yani mna balagha, mna mambo ya faida yasiyofichika, haithu, kwa namna ambayo ju'ila aljannatu ju'ila aljumlatu ismiya. Hii sentensi yenyewe imefanywa ni sentensi ismiya, hapa kutumika dhamiri, yani limetajwa jina au sifa za watu. Falladhina amanu minkum, falladhina amanu minkum, yani wako watu ni waumini wanavyojinadi, lakini kwa Allah hawathibiti kuwa ni waumini wazuri, kama tulivyosoma kwenye suratul Baqara. Wa minan nasi, katika watu, man yaqulu, unaweza ukamkuta mtu anayejinadi anasema mwenyewe amanna billahi wa bil yawmil akhir, tumemwamini Allah, tunaamini siku ya mwisho. Yani mtu anajitangaza na mimi muumini kuliko wewe, wama hum bimu'minin, lakini si waumini kweli. Kwa hiyo hapa maana yake kuna siri. Nyote mnaojinasibisha na imani, kuna ukaguzi mbele ya safari. Watapatikana ambao ni waumini kweli, na wengine wataambiwa nyinyi hamkufikia kiwango, sio waumini sawa sawa. Kwa hiyo hii sentensi inawaainisha hao ambao wamefikia kiwango, falladhina amanu minkum, wale watakaothibiti huku mbele miongoni mwenu kuwa ni waumini, wa anfaqu, na watakaothibiti miongoni mwenu kwamba mali walizomiliki walizitumia vizuri kwa faida, lahum ajrun kabir, hawa watapata ujira mkubwa. Wa uida dhikru liman, imerejewa kutajwa tena imani. Falladhina amanu minkum, wale watakaothibiti kwenye imani miongoni mwenu, wa anfaqu, na wakatumia vizuri mali. Imetajwa tena imani katika aya hii, wal infaq ikaambatishwa na kule kutumia mali. Imani na mali, imani na kutoa. Amanu wa anfaqu, falladhina amanu minkum wa anfaqu. Wa kurrira al-isnadi, na halafu ikakaririwa isnadi. Hiyo imani na infaqi wamekusudiwa nani? Ikaja ile dhamiri lahum, hao walioamini na wakathibiti katika infaqi, lahum ajrun kabir, kwa ajili ya watu wa kiwango hichi pameandaliwa malipo makubwa, watapata ujira mkubwa. Wafukhima al-ajru fukhima al-ajru, ujira wenyewe umefanywa, umetukuzwa, ni ujira uliotukuka, umefanywa mkubwa. Ajrun kabirun, bitankiri, ujira umetajwa bitankiri, kwa tankiri, maana yake kwa tanwini, ajrun kabirun. Wa wasfuhu bilkabiri, halafu ukasifiwa ujira wenyewe ni mkubwa. Lahum ajrun kabirun, watapata watu wenye sifa za imani safi na amali nzuri katika infaqi, hawa wameandaliwa ujira mkubwa. Ndio wale ambao Mtume amesema
kaambiwa na Mola wake, a'adadtu liibadi almu'minin, nimeandaa mimi kwa waja wangu waumini watakaothibiti kweli ni waumini, fil janna, katika pepo, ma la ainu ra'at, nimeandaa mambo ambayo hakuna jicho limepata kuyaona, wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio limepata kusikia, wama khatara ala qalbi basharin qattu, wala hayazingatiki kamwe kwa sasa kwenye moyo wa binadamu. Utatajiwa tu vitu vizuri vizuri kwa vigezo vya vile unavyovifahamu hapa, lakini havijapatapo kuonekanwa uhalisia wake vitu vya peponi, wala havijapatapo kukaa kwenye mazingatio sifa zake anaposimuliwa mtu akasikia kwa masikio yake, wala moyo hauna uwezo sasa hivi wa kufanya imagination ya vitu vya peponi. Hakuna anayeweza hivyo. Kwa hiyo ni vitu vya aina yake, na maisha yetu ya dunia hii ni bandia tu. Wewe ona majengo, ona watu wenye maisha, ona wanavyostarehe, vyote hivi havina maana ukilinganisha na vya peponi. Kwa hiyo lugha iliyotumika hapa, balagha yake ni kubwa. Allah amesifia imani na infaq. Aminini na hizi neema ambazo Mola wenu kakupeni, zitumieni vizuri, muitafutie pepo. Kuna malipo huko kwa hivi vitu. Kwa hiyo usifurahie hapa ukatumia kwa starehe zako za day out, pombe, zinaa, halafu ukajiona umepata, kumbe unapoteza fursa ya kupata maisha bora kwa baadaye. Wama lakum, aya inayofuata Allah anauliza swali, wama lakum la tu'minuna billahi. Kaagiza mambo mawili hapo, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Kaagiza imani, boresheni imani yenu iwe nzuri upande wa Mola wenu na mtume wake, na pia chumeni kihalali mnavyovimiliki viwasaidie kutafuta ujira mkubwa. Sasa akauliza maswali kwa hivyo vitu viwili, wama lakum la tu'minuna billahi, mmepatwa na nini nyinyi mpaka mnakataa kumwamini Allah? Kama hamkuumbwa vile, kama mmejileta wenyewe. Wama lakum, mna nini binadamu, la tu'minuna billahi, hammwamini Allah inavyopasa kumwamini. Istifhamu lilinkari wa tawbihi. Allah kauliza swali maana yake au makusudio yake ni kuikataa hiyo tabia walionayo binadamu. Haipaswi binadamu kuwa kafiri, hamuamini muumba wake na hawaamini mitume waliotumwa na muumba wake. Hapaswi binadamu kuwa hivyo. Kwa hiyo inakatazwa tabia ya mtu kutokuwa na imani upande wa Mola wake. Wataubihi, halafu ni lugha ya kumfanya mtu mwenye tabia ya kutokumwamini Allah atolewe maanani, si mtu sawa sawa, hayuko vizuri. Yani maana yake ayu udhri lakum, muna dharura gani ya msingi nyinyi binadamu, fi tarki imani billahi, inayowafanya muache kumwamini Allah? Nini kikwazo? Shida iko wapi? Warasulu yad'ukum litu'minu birabbikum, hali ya kuwa kuna mjumbe katumwa kwenu anakulinganieni mumuamini Mola wenu. Kikwazo kiko wapi mnashindwa kuamini? Ilhali mmeumbwa, mmekuja vitoto viduchu, mmekuzwa, mmelelewa, Allah kakupeni akili, mmesoma, mmemiliki mali, mnafanya hichi mnafanya hichi, hamuoni bado uwezo wa Mola wenu. Kikwazo kiko wapi kinachowafanya musimuamini Mola wenu? Warasulu yad'ukum, hali ya kuwa kuna mjumbe hapo kwenu anakulinganieni litu'minu birabbikum, mumuamini Mola wenu. Ujifahamu mimi nimeumbwa, umfahamu muumba wako na utengeneze mahusiano baina yako na muumba wako kwa ibada. Kikwazo hapo kiko wapi? Ndo hutaki kuamini kuwa wewe umeumbwa. Ukiulizwa unatoka wapi, unaweza ukasema ulikotoka kabla hujaja hapa duniani. Unaweza ukasimulia sababu zilizokufanya ukaja hapa, ulijileta mwenyewe. Maswali magumu na hayana jawabu kwa kweli.
Yani walhalu anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam yad'ukum lilimani birabbikum wa khaliqikum, munagoma kuamini hali ya kuwa munaye mtume mjumbe wa Allah katumwa kwenu, anakulinganieni mumuamini Mola wenu ambaye ndiye aliyewaumba. Kwa nini mnakataa? Na mtume huyu anawalingania mumuamini Mola wenu bil barahini alqati'a, anatumia dalili za wazi kabisa zinazokinaisha akili, wal hujaji damigha, na anajenga hoja ambazo hamuwezi kuzipinga za kuwepo kwa Allah na kurudi kwake ni lazima. Waqad akhadha mithaqakum, hali ya kuwa Allah amechukua miadi kwenu. Miadi hii iko katika sura ya 7. Wa idha akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin au taqulu innama ashraka abauna wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun. Kumbukeni Mola wenu alipochukua ahadi kwa binadamu tangu kwenye migongo ya baba zao, yani hata hajachanganyika mbegu ya baba na ya mama. Ile mbegu ilivyoandaliwa, Allah anasema kama kachukua ahadi, kila mbegu imepewa uwezo wa kujitambua kwamba mimi ni makhluk na yupo khaliq wangu na sitoenda kinyume naye. Allah anasema katuuliza viumbe, au wakati mwingine husemwa roho ziliumbwa siku moja kabla ya viwiliwili vyetu. Alipoumba baba yetu Adam, na idadi ya viumbe wote wanaotakiwa kuja duniani roho zao zilishaumbwa pamoja siku hiyo. Kwa hiyo Allah akachukua ahadi kwa viumbe hao wakati ni roho zao, na akachukua ahadi hizo kwa uzito wa kiapo, akaziuliza alastu birabbikum, nyinyi mnajitambua mimi sio Mola wenu? Qalu bala shahidna, wanadamu wote walisema kwa nini usiwe wewe, tunashuhudia hilo, wewe ndo Mola wetu. Allah akawaambia au akatuambia, ndo sie, antaqulu yawma alqiyama, leo mnakiri hili kwamba mimi ndo Mola wenu na nyinyi ni viumbe wangu nimewaumba. Kuna siku ya kiyama uko mbele, baada ya mtihani mdogo wa kuwekeni duniani. Antaqulu yawma alqiyama, msije mkaniambia siku ya kiyama tofauti na leo hapa, msije mkaniambia inna kunna an hadha ghafilin. Haya mambo tunayoona hapa kwenye uwanja huu wa kiyama sisi hatuna habari nayo kabisa. Ghafilin bimaana haya yako nje kabisa ya mazingatio yetu. Au takulu, au msije mkaniambia second alternative, mkaja mkasema innama ashraka abauna, Mola wetu usituadhibu sisi, kama ni shirki walishiriki wazee wetu ndo waliofanya ushirikina. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, sisi tulikuwa ni kizazi tumezaliwa na wao, hivi ndivyo walivyotulea, tulivyoishi ndivyo walivyotulea wazee wetu. Afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun, hasa Mola wetu unatuadhibu vipi sisi kwa makosa walioyafanya watu wa batili, waliotuzaa na waliotulea? Wewe unakuwa huna akili na huzingatiwi kutiwa hatiani katika wakati wa utoto. Ukishakuwa mtu mzima, umefikia umri wa baligh, una akili, unao uwezo wa kupambanua hoja, na mambo yote ya kidini yanazungumzwa na hoja na dalili. Ukikataa, unakataa mwenyewe katika wakati ambapo ni maamuzi yako. Usimuhusishe mzee. Hujaambiwa umwabudu mzee, na Allah ndivyo asema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mola wako amehukumu hivyo, swala la ibada asifanywe yoyote ila yeye. Wazazi usiwaabudu, wafanyie ihsani tu. Wewe jijue kiumbe, umfahamu muumba wako, wewe na muumba wako mtengeneze mahusiano mema kwa njia ya ibada. Sasa siku ya kiyama huna udhuru wa kuja kujitetea. Hapa Allah anauliza, wama lakum la tu'minuna billahi, mumepatwa na nini mpaka mkawa hamumuamini Allah? Warasulu yad'ukum,
na ilhali kuna mtume anakulinganieni, litu'minu birabbikum, mumuamini Mola wenu, waqad akhadha mithaqakum, na Mola wenu ana ahadi na nyinyi yenye uzito wa kiapo, muliahidi mutamuabudu na hamtomshirikisha. Waqad akhadha Allahu mithaqakum, Allah amechukua miadi kwenu nyinyi viumbe wake, wa huwa al-ahdul muakkadu, na hii ni ahadi yenye uzito wa kiapo, bima rakaza fil uquli min al-adillati ad-dallati ala wujudillahi, ni vitu vya kimaumbile alivyoviwekea uzito Allah kwenye akili zenu zinazoweza kuzingatia dalili na hoja zinazothibitisha uwepo wa Allah Mola Muumba. Qala Abu Suudi, amesema Abu Suudi, wadhalika, ahadi hiyo ambayo Allah ameichukua kwa viumbe wake, binasbil adillati, kwa mujibu wa dalili zenyewe za hizi aya, watamkini minan nadhari, na kule kuwa na utulivu katika kuyaangalia mambo. Waqala al-Khazin, na amesema Khazin, akhadha mithaqakum, Mola wenu amechukua miadi kwenu, hina akhrajakum min dhuhuri Adam, pale alipokutoweni kwenye mgongo wa Adam, siku alipomuumba Adam. Alitoa hizo nafsi za watakaozaliwa na Adam, zilishatayarishwa wakati Adam mwenyewe kaumbwa. Kutokana na huyu watatoka binadamu wote hao aliwatoa, na akaonyesha mwenyewe Adam. Sehemu moja ni nafsi zinazong'ara, na sehemu nyingine zikawa zinakiza nyeusi. Akauliza, haya hivi ndo vipi sasa? Akaambiwa, hawa ni watoto wako, hawa huku unaona wanang'ara, hawa wataniamini, tutakubaliana mimi na hawa. Hawa unaona nyeusi ni kizazi chako, lakini watakuwa ni maadui zangu, hawakubaliani na mimi kwenye lolote nitakaloagiza. Kwa hiyo siku hiyo ndo Allah alipofanya hiyo ahadi na viumbe wake. Hina akhrajakum min dhuhuri Adam, min dhahri Adam, pale alipokutoeni nyinyi kwenye mgongo wa Adam. Wa a'lamakum, na akakujulisheni siku hiyo, bi anna Allaha rabbakum, Allah ndiye Mola wenu mlezi, la ilaha lakum siwahu, nyinyi hamna mola mwingine hapa ulimwenguni zaidi yake yeye. Wote mkakiri siku hiyo, wale wazuri walikiri na wale wabaya wakakiri, wewe ndo Mola wetu. Wakila, na panasemwa pia ahadi yenyewe aliyochukua Allah kwenu, akhadha mithaqakum, Mola wenu alichukua miadi yenye uzito wa kiapo kwenu, haithu, kwa namna ambayo, rakaba fikumul uqula, amekuumbeni vizuri akakurekebisheni akili. Na ndo maana mtu chizi haandikiwi dhambi wala hana thawabu, sio mukallafu, mtu mwenda wazimu. Yule ambaye kazaliwa hivyo, mwenye wazimu wa kujitakia mwenyewe, huyu ana dhambi mpaka atakufa. Maana kile kitendo cha kupewa kitu ghali akili akakidestroy kwa bangi peke yake kesi. Bangi, pombe kali, unga na vitu vingine, kesi. Umepewa vitu ghali, lau ungeliambiwa ulipie huwezi kulipia, alafu unaviharibu bure bure tu. Lakini kama ni kadari ya Allah kakujalia hivyo, cheese fresh, basi wewe huna dhambi, na huenda ukawa mtu wa peponi, ukawa katika wale ghilmanun au wildanun mukhalladun. Nasaba lakum, amekuwekeni Mola wenu al-uqula, akili. Wa nasaba lakum, na akakuwekeni al-adillata wal barahina. Kwenye kitabu alichompa mtume wake kajenga kila alilolielezea, kalijengea hoja na akatoa dalili, na akili zenu zinaweza kusoma hizo hoja na dalili. Kwa hiyo pia wanasema mashekhe wengine ndo miadi yenyewe hiyo. Wal hujaja, pia Allah akiongea hujenga hoja kwenye maneno yake, allati, hoja ambazo, tad'u ila mutabaati rasuli, zinapelekea kwenye mwenye kukinaishwa na hizo hoja lazima akubaliane na huyu mjumbe aliyetumwa. Kwa hiyo Allah ana miadi na sisi, halafu tunamwendea kinyume.
In kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini kweli, thibitini kwenye imani na mtende vizuri. Hii in kuntum mu'minin nasema shartun hudhifa jawabuhu. Hii ni sharti ambayo jawabu yake imeondoshwa kimaandishi, haipo. Kama nyinyi ni waumini kweli, hampaswi kumpinga mtume na hampaswi kumkufuru Mungu. Yani in kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini kweli, fi waqtin, katika wakati, min al-awqati, miongoni mwa nyakati za maisha yenu, falana, basi sasa hivi, ahra al-awqat, ni wakati mzuri zaidi, liqiyami al-hujaji, wa kusimamishiwa hoja, walbarahin, na dalili, alaikum, kwenu nyinyi. Mmeletewa mtume na mtume ana kitabu chenye maneno ya Mola wenu. Kama ni waumini kweli, hebu kubalianeni na hivi vitu, mtume wenu huyo na kitabu chenu cha mwongozo. Thumma dhakara taala, kisha akataja Allah mtukufu, baadhi al-adillati, baadhi ya dalili, ad-dallati ala wujubi al-imani, zinazoonyesha dalili kwamba mwanadamu analazimika aamini anayoambiwa. Lakini kutokana na muda, tukienda huko tutakuwa tunaongeza mambo ambayo tutashindwa kuconcentrate. Tuishie hapo hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Lahu mulku samawati wal ardi, Allah ndiye mwenye mamlaka, aliyemiliki, ndiye mfalme wa mbinguni na ardhini. Wa ila Allahi turja'ul umur, na mambo yote mnayoyaona kama yalivyo yanarejea kwa Allah, pamoja na nyinyi na matendo yenu mtarudi kwa Allah na mtakwenda kupewa taarifa. Yulijul laila fi nahari, Allah huingiza usiku ndani ya mchana. Wa yulijun nahara fil laili, na huingiza mchana ndani ya usiku. Wa huwa alimun bidhati sudur, na Allah anayajua ya moyoni kabla hayajatamkwa, anayoyazingatia kila mmoja wetu. Aminu billahi wa rasulihi, enyi watu muaminini Allah na mtume wake. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, natumieni vizuri hizo mali ambazo Allah kakufanyeni ninyi ni mawakala tu, mnasimamia tu mambo yake. Falladhina amanu minkum, basi wale walioamini miongoni mwenu, wa anfaqu, na kwenye mali wanachochuma wakakitumia vizuri kwenye njia za Allah, lahum ajrun kabirun, hawa watu wana ujira mkubwa sana, watalipwa. Wama lakum la tu'minuna billahi, mmepatwa na nini mpaka mkawa hamumuamini Allah. Warasulu yad'ukum, hali ya kuwa yupo mjumbe anawalingania, litu'minu birabbikum, mumuamini Mola wenu. Waqad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin, na Mola wenu amechukua miadi kwenu, mlimwahidi nyinyi kama ni waumini kweli. Kama ni waumini kweli, thibitini katika imani na mtende amali njema kwa faida yenu, ndio maana yake. Tunaweka aya ya 8 hapo. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.